Hali hubadilika ghafla wakati ajali inapotokea barabarani. Kila mtu akakufa, ikabaki watu watatu, mtoto na msichana na mzee mmoja. Mmoja ako hali mbaya, wengine ni wanaweza pona, si wabaya sana. Mara nyingi husababisha maafa na pia huacha wengi wakiwa na ulemavu wa viungo wa maisha. Shirika la kudhibiti usalama barabarani NTSA limekuwa mstari wa mbele kupunguza idadi ya ajali barabarani, lakini kila mwezi zaidi ya watu 20,000 hujeruhiwa katika ajali barabarani, huku zaidi ya watu 5,000 wakifariki. Twendeni tukalilole Jungula babu Kongofwebu babu Lolani. Karibu katika kipindi cha Jungula Lolani. Wiki hii katika Jungula Lolani tunazungumzia makovu ya ajali za barabarani na athari ambazo huwapata wahusika wa ajali hizo kwa miaka mingi. Karibu, mimi ni Lolani Kalu. Leo nimetembelea mwalimu wangu wa zamani wa miaka ya 70. Hujambo? Si jambo. Nadhani unanikumbuka vizuri, lakini kumbukumbu iko mbali kidogo. Mimi nilikuwa mwanafunzi wako mwaka wa 72 mpaka 78. Hebu nieleze miaka hiyo ulikuwa wapi? Miaka hiyo nilikuwa Kizurini Memorial School. Na tulikuwa pamoja na Mr. Care, Matthews Care ambaye alikuwa ni headmaster, mimi nilikuwa deputy. Nakumbuka wito ulikuwa ni jitahidi, ujitihada huleta ufanisi. Miaka hiyo ya zamani. Sasa tunazungumzia mambo ya kumbukumbu za ajali na ajali za barabarani. Kwa hivyo nadhani tunaweza kuanzia Kizurini Memorial, shule ambayo ulifundisha wewe ukiwa mwalimu wangu, mimi nikiwa mtoto wako. Kwa nini iliitwa Kizurini Memorial? Iliitwa Kizurini Memorial kwa sababu kulikuwa kuna wanafunzi waliotoka Kizurini kwenda Mazera wakapata ajali. Na hiyo shule ikajulikana, walikufa wengi, ndio sababu inaitwa Kizurini Memorial, kumbukumbu ya wale waliokufa. Naam, kumbukumbu hiyo na nilielezewa kwa sababu mwanafunzi mmoja katika darasa hilo ambalo wanafunzi wengi walikwenda kuangamia katika ajali, ilikuwa ni safari ya wameenda mpirani, wameenda kuangalia mpira na nini. Mwanafunzi mmoja alikuwa ni kakangu mimi, ambaye alikuwa anaitwa Anderson Katana wakati huo, na rafiki yake alikuwa anaitwa Katana Anderson. Wote hao sasa, yeye hakuweza kwenda, yule ndugu yangu, kwa sababu mamangu hakuwa na ile shilingi ya kumpatia nauli hiyo ya kulipa hiyo ada. Kwa hivyo sasa ndo wakaenda wakapata ajali, na kama nilivyosema kwamba leo tunazungumzia kumbukumbu na makovu ya ajali za barabarani ambazo zinatokea huko. Nadhani unakumbuka kifo ambacho kilitokea karibu kabisa na lango la Kizurini Memorial la mzee mmoja alikuwa anaitwa Philip Kaingo. Hebu nielezee. Philip Kaingo alikuwa ni jirani yetu kabisa hapo karibu na Kizurini Primary School. Na akagongwa na gari, akafa hapo karibu na kwa Manzaro, hapo karibu na yule mzee wa Wota. Ndio. Kwa hiyo yeye tunamkumbuka, alikuwa ni mzee wetu, tunampenda, lakini akagongwa na akafa. Ni babake Lemi Mole. Naam. Alikuwa anauza madawa dawa za hospitali. Na alikuwa ni mtu wa mambo ya elimu sana. Kwa tunamkumbuka huyo mzee. Na pia nilikuwa na mwalimu wangu mmoja anaitwa Mrs. Shauri. Alinipokea darasa la kwanza wa hiyo familia. Mrs. Shauri tulikuwa tumesoma naye Shanzu Teachers College, na tukaja tukasomesha sote pamoja hapo Kizurini Primary School. Yeye alikuwa ameolewa na Mr. Shauri hapo, baba yao au baba Gavia alikuwa ni Philip Kaingo.
Mama, unakumbuka enzi za kama basi mzee alikuwa ni mwalimu wangu huyu alikuwa. Na wewe uliishi Kizurini basi? Niliishi Kizurini. Na nilikuwa na mtoto mmoja hapo. Angalia huko sasa. Akiitwa Furaha. Hebu uliishi Kizurini? Niliishi Kizurini. Nilikuwa na watoto wawili, 77, 78, watoto wawili. Fibi na Furaha. Walisoma hapo? Hawakusoma hapo. Walikuwa wadogo sana. Walisoma Chumani. Tulikuja Chumani wakasoma Chumani. Kwanza basi mwalimu wangu wa zamani, nieleze hapa ni wapi, hapa nyumbani kwako nimekutembelea ni wapi, na ulikuwa unasomesha mbali sana huko, na alafu ulipotoka Kizurini ilikuwaje? Mimi nilikuwa na somesha Kizurini, nikija hapa ni Chumani hapa. Kuna Chumani A, Chumani B, lakini hapa ni Chumani A. Kaunti ya Kilifi. Kaunti ya Kilifi. Na baada ya kutoka Kizurini nikaenda Vivwesi Primary School. Baada ya Vivwesi Primary School 81 nikaenda Changamwe Primary School. Alafu nikaenda bara nikaacha mambo ya walimu, nikaingia mambo ya uchungaji. Sasa kwa hivyo unaweza kutufahamisha sasa ajali za barabarani zimekuathiri vipi wewe mwenyewe na familia yako tangu miaka hivi karibuni? Hii ajali za barabarani zimetuathiri, hasa mke wangu. Sasa hii amenitegemea sana. So vitu vingi mpaka nimsaidie. Kupika mpaka nimsaidie. Kuoga mpaka nimsaidie. Kuvaa nguo mpaka nimsaidie. Sasa mpaka tuwe na mtu aliye anaweza kutufanyia vitu vingine, na hivi vitu vingi vimenilalia. Siwezi songa sana. Hebu nieleze mama, sasa ilikuwaje katika ajali ambayo ilikupata wewe? Ulikuwa umetoka wapi, unaenda wapi, na ni lini kama unakumbuka? Hii ajali nilipata, tulikuwa tumeenda Kibwezi 2018, tulikuwa tumeenda harusini. Sasa wakati wa kurudi tulitoka huko jioni tukafika Voi saa 3 usiku. Huyo dereva tulipofika hapo alisema hapa tutatoka hapa saa 10, kwa sababu wakati huo ilikuwa haruhusiwi magari yaende na usiku. Sasa tulikaa hapo, ilipofika hiyo saa 10 mimi hata sikuiona hiyo saa 10, maana nilipata usingizi ambao sijaona. Ilipofika saa 10 gari iliondoka hapo, ikaja. Ilipofika pale Taru, pale police station, ndo tuliangukia hapo saa 1 asubuhi. Ndio nikapoteza mkono wangu hapo. Kutoka hapo nikaletwa Mariakani, hali haikuwa nzuri. Nikatolewa hapo nikaletwa Kilifi, hali haikuwa nzuri. Nikatolewa hapo nikapelekwa Jocham. Nilikawa Jocham wiki moja. Nikatolewa hapo nikapelekwa hospitali nyingine inaitwa Belmo. Daktari wangu alikuwa ni Dr. Ochola. Huyo ndo alinishughulikia. Nilikaa hapo miezi 2.5. Wakawa nasaidia, huu mkono mwingine ulikuwa umekatika tayari, huu mkono mwingine ukawa nao uko na shida, mpaka nikawekwa vyuma. Nilikaa hapo miezi 2.5. Napelekwa theater nikitolewa. Mpaka mara ya mwisho ikabidi wakate sehemu ya mwili wangu waweke kwa huu mkono. Sasa kuanzia hapo siwezi, vitu vingi siwezi. Nilikuwa nikishona, sasa kawa siwezi kushona. Kazi nyingi siwezi mpaka nifanye kusaidiwa. Tukaendelea na kesi, kaisha huko Kwale, ilishia Kwale hiyo kesi. Wakili akasema tutalipwa, tujalipwa, insurance haijatoa pesa, wengine walipewa, mimi sijapewa. Na hiyo ajali kuna cameraman ambaye alikuwa, manake tulikuwa tumetoka harusini. Alikuwa nyuma yangu, yeye alikatika shingo kabisa, kaanguka hapo hiyo kichwa. Alikufia hapo kabisa. Watu waliumia, lakini mimi niliumia zaidi. Mzee, hebu nieleze ulipopata habari za ajali hiyo ulikuwa wapi, na
ulianza kwa hatua gani? Nilikuwa tuko karibu na kufungua shule. Ilikuwa tarehe 7 Januari. Nilikuwa nafyeka hapo Changamwe Primary School, Changamwe Adventist Primary School. Ndio simu nikasikia kamba kuna wale waliokuwa safarini wakienda harusini, gari imeanguka. Kwa wale leta habari akasema wako Coast General. Kwa mbio nikapanda, kaacha kufyeka, nikaenda kuchukua matatu mpaka Coast General. Kaenda kutembea Coast General, tukaenda mpaka mochari. Tukaona mtu. Tukapiga tena simu, akasema hapana, hawako Coast General, wako Mariakani. Ndio tukapanda tena gari matatu mpaka Mariakani. Kufika Mariakani ndio tukamwona yule daktari, akasema tulimngoja lakini haikuwezekana. Tukaona ili kuokoa maisha yake ilibidi tukate mkono. Kwa mkono wake tumekata. Akasema sasa hatuna la kufanya, kama tungekuwa kabla ya hiyo tungetafuta njia, lakini sasa sema alikuwa anatoka damu sana, ndio akaona afadhali wamsaidie kwa kukata mkono. Ilikuwa ni gari ya kampuni ama ilikuwa ni imekodishwa na wenye harusi ama ilikuwaje hiyo gari, na ilikuwa imebeba watu wangapi? Ilikuwa inabeba kama watu 32. Ni ile Jonam, gari zile za Jonam Funeral Services. Ni omnibus. Na ndio ilianguka hapo Taru, na ndio kawa ajali hiyo. Ni wakati wa kurudi. Watu, kwa hivyo watu walifariki wangapi na waliojeruhiwa? Aliyefariki ni yule mmoja ndiye alifariki. Huyo alijeruhiwa sana, na kuna wengine waliojeruhiwa mpaka leo wana maumivu. Ndio wale wengine walilipwa na wengine hawakulipwa. Walipwa wachache na wengine hawakulipwa. Ndio bado tunashangaa kwa nini walipo wachache na wengine hawakulipwa kama kesi zilikamilika. Sasa mama, hebu niambie, tangu wakati huo umekuwa ukikaa namna gani hasa maisha yako sasa na vile ilivyokuwa? Hivi sasa unapata uko hali imefikia wapi? Mambo ya matibabu kama yameleta magonjwa mengine ama hali zingine za kiafya? Nimepata magonjwa mengine ya sukari, pressure, mara inaniangusha, mikono nayo bado inaniuma. Sasa ningepata hiyo pesa ingenisaidia, lakini sijalipwa. Sijui nifanyeje, maana kazi nyingi siwezi. Sasa wakili anasemaje kuhusiana na jambo hili? Mara mwisho tulipozungumza na wakili alisema watu wa insurance hawajawalipa. Kwa wakiwalipa watatulipa. Sasa nitokea mwaka juzi, kila tukienda wanasema wakili bado. Wanasema wana auction vitu vyao alafu baadaye watalipa. Alafu wakawaita wengine wakawalipa, wengine hawajawalipa. Wasiseme. Na wakawaambia wale waliowalipa wasiseme. Mwingine ni kazini yake tu hapa karibu. Tukimwambia ulilipwa ngapi hataki kusema. Yeye aliumia vipi? Aliumia hii collarbone. Mpaka sasa hii bado ana maumivu, lakini vile alivyolipwa hataki kusema. Kama alipwa shilingi 20, kama alipwa shilingi 3,000 hataki kusema. Sijui alilishwa kiapo gani. Kwa hivyo haijulikani walilipwa wangapi na wengine ambao hawajalipwa ni wangapi? Haijajulikana. Wao wanajua lakini waliambiwa wasiseme. Sasa watu waambii ni kazini yake, hata huja hapa. Ile ukimuuliza hataki kusema. Kwa hivyo mama, una chuma ambacho kimefungwa kwenye mkono wako huu ambao ndo umebaki nao. Una chuma zimewekwa hapo na kingine hicho ambao kimejitokeza hapo. Ni chuma hicho. Wakati wa baridi unahisi vipi? Naumwa sana. Wakati wa baridi naumwa sana. Kwa hivyo hivi mara ngapi kwa mwezi ama kwa muda gani huwa una safari za kwenda hospitali kuangaliwa na hizo safari za kwenda kwa wakili? Kwa wakili mimi hata hiyo njia sijui, manake nilipelekwa huko nilikuwa sijitambui. Lakini mzee wangu anapajua hapo mahali. Yeye ndo huwa anaenda akimwona wakili. Ama kwa hakika ni kisa ambacho
kinatia majonzi kweli. Na sasa hivi imekuathiri vipi wewe kibinafsi sasa kama kwa maisha yako? Sahi siwezi kufanya mikutano kama nilivyokuwa kifanya mikutano mingi sifanyi, kwa sababu vile na sukari na pressure inaweza kupanda wakati wote. Alafu tunafuga kuku hapa na vibuzi vichache. Kule kufunga mbuzi na mkono mmoja inakuwa shida. Kwa hiyo kwa vyovyote hata nikiwa wapi ni mpaka ndale hapo. Siwezi kulala nje. Kwa hivyo mama, mlijaliwa watoto wangapi na wako wapi hivi sasa pengine, ama wana shughuli zao mbali na hapa, ama iko vipi na wajukuu? Na nilijaliwa kuzaa watoto 5 na hao saa hii ni watu wazima. Kuna wasichana wameolewa, wavulana wa mwisho ni huyu. Kwa hivyo wao ni watu na shughuli zao, wako na manyumba yao. Kwa hivyo mimi niko hapa na huyo mzee wangu hapa. Na wewe sasa kilio chako ni kipi kwa hivi sasa? Nilipwe nisaidike. Angalau ninunue hata mkono wa plastiki. Unisaidie. Niandike mtu anisaidie, nipate mkono wa plastiki unisaidie. Kama nitalipwa. Hiyo ndio kilio changu kabisa. Mzee, na wewe mwisho unasemaje katika kuhusiana na jambo hili na kilio chako na unavyotaka sasa? Unaona saa hii akiangushwa na pressure, kama juzi aliangushwa na pressure, tukaenda dispensary kwa haiwezekani, tukawa referred Matangoni. Tukirudi sote tumechoka, tuna njaa. Sasa ni tuwazee, hatuna mtu wa kutupikia, fedha hatuna. Sasa saa nyingine tunalala njaa mpaka asubuhi tu na nguvu ndio tupike. Kwa tunavyosema kama tungepata namna ingetusaidia namna fulani kumlipa mfanyikazi ili tuweze kuendelea na maisha kwa sasa. Sasa hii hata kulima ni mimi ndio nalima. Kwa sababu hawezi kulima, ni atafute pesa tupate watu wa kusaidia vipande, lakini kulima hasa mimi ndio nalima. Hata mahindi tuliyopata ni kwa sababu ya kulima kwa mkono tu, ambao kama tungepata namna fulani ingetusongesha, tungefanya hiyo biashara ikapanuka zaidi, kama zile biashara ya kuku ingepanuka zaidi. Sasa haiwezi panuka manake hatuna vifedha vya kutosha. Ile package ya retirement ni very minimal. Na mama, kidogo nikirudi kwako kwa mara tena ya mwisho, mlijiandikisha kwa kile chama ama shirika la walemavu ambapo huwa ile wanasaidika? Nimejiandikisha, hata niko na certificate ya ulemavu. Kwa tukipatwa mapeni kidogo na Mombasa Cement, lakini sasa yule mzee alipokufa tumeachwa, na tukienda kule kwa social naambiwa yani hatuelewi. Kwa hivyo nimejiandikisha. Ama kwa hakika ajali za barabarani zimewaathiri wengi, na wengi wanazidi kuathirika katika jinamizi hili ambalo kama wanavyosema ajali haina kinga, ila kuna mambo mengi tu ya kufarijiana na kusaidiana ili kuendelea na maisha. Kuwa nami tena wiki ijayo katika makala mengine ya Jungu la Lolani. Mimi ni Lolani Kalu. Twendeni tukalilole Jungu la babu Kokofwemu babu Lolani. Twendeni tukalilole Jungu la babu, nataka kupakuliwa. Wewe jungu moto moto, jungu moto moto, jungu la Lolani, jungu la Lolani, jungu la Lolani. Wewe aha, Kokofwemu ladha ya pwani. hatani hoa Coco FM, ladha ya pwani.